Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limetangaza Jumamosi hii matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 yaliyofanyika mwishoni mwa mwaka jana kuanzia Novemba 17 hadi Disemba 5 ya mwaka jana. Kati ya hapo mitihani hii ilifanyika na sasa matokeo yametangazwa. Tutafanya tathmini hapa ya matokeo haya pamoja na kufahamu mapendekezo ambayo yanatolewa na wadau wa elimu kuendelea kuboresha elimu, lakini kuangalia pia maeneo ambayo bado yamekuwa ni changamoto. Lakini tutazungumza pia hapa na miongoni mwa wanafunzi ambao nao walikuwa sehemu ya mitihani hiyo, kufahamu uzoefu wao ambao wamepitia, lakini pia yale matarajio kama yamefikiwa na mipango yao pia ya hapo baadaye, na tutajadili haya na kufahamu kwa kina. Lakini tukukumbusha pia kile ambacho kilielezwa na Katibu Mtendaji wa Baraza la Mtihani la Taifa Profesa Said Mohamed wakati akitangaza matokeo hayo. Good luck. Na katika kukutambulisha pia wale ambao tunao hapa studioni, tukujuze tu tumemwalika hapa Dr. Wilberforce Meena ambaye yeye ni mshauri mwelekezi wa masuala ya elimu kutoka Haki Elimu. Karibu sana Dr. Meena. Karibu sana daktari. Lakini tunaye pia hapa Moses Kiando ambaye ni mdau wa elimu na mkurugenzi pia wa Moffett. Karibu sana Moses. Asante sana. Na tunaye hapa pia Mohamed Ukoko ambaye amehitimu kidato cha 4. Sasa bado ni mhitimu, tunamuita hivyo. Karibu sana Mohamed. Karibu sana boss. Mambo vipi? Matokeo yamekuaje bwana? Matokeo mazuri, sio mabaya kulinganisha mwaka jana. Tunaendelea mbele au si? Tuwazidi kusogea. Safi kabisa. Haya, tutafahamu kwa kina. Tutakutambulisha pia wale ambao tunao kwa njia ya mtandao, na tunaungana na mdau mwingine wa elimu ambaye ni Ferdinand Ilungu ambaye yeye pia ni mwalimu mkuu. Karibu sana Ferdinand, habari za hapo ulipo? Hapa nilipo ni salama kabisa. Habari za hapo studio? Salama kabisa. Salama kabisa mwalimu, mmefaulisha? Vizuri sana tu. Vijiti vya kutosha? Tutafahamu na kuzungumza pia na wanafunzi mwingine ambaye yuko kule Dodoma. Maana unajua hii ndo muda walimu wa kukutambiana, wakikutana wanaulizana bana, wewe umetoa mshini wani ngapi? Wewe mbona umekuwa na zero nyingi sana wanakuwa wanaulizana, wanatambiana. Alafu unaangalia mambo yalikuwaje. Kabisa. Wanaelewa sana mwalimu Kiando wake amekuwa mwalimu, kwa hiyo kuna ile feeling mwalimu ukifaulisha, ni shule yako ikiwa na wanafunzi wengi waliofaulu, kuna namna unajisikia. Uko sahihi kabisa. Unatamani wewe unapita barabarani watu wanakuona. Kabisa. Ila ukifelisha unajificha. Kabisa. Haya, sawa. Sasa tukujuze tu katika muktasari kwenye ripoti ambayo ilitolewa na NECTA, hasa kupitia wale ambao kwanza walisajiliwa. Na hapa kwenye matokeo haya mtihani wa kidato cha 4, jumla ya watahiniwa 595,810 ndio ambao walikuwa wamesajiliwa, huku jumla ya vituo vikiwa ni 6,677. Vituo vya mtihani, sio vituo vya polisi. Vituo vya mtihani. Hii ilikuwa sasa ni kwa jumla yote. Kwa idadi hiyo. Lakini sambamba na hiyo pia unajua katika vituo kuna wale ambao watahiniwa wanakuwa wako wa kujitegemea, lakini wako pia wale watahiniwa wa shuleni. Kwa upande wa watahiniwa wa shuleni ilikuwa 569,883 kwa watahiniwa wa shule, huku shule ambazo walijisajili ni 5,864 na kwenye watahiniwa wa kujitegemea ni 25,927 huku vituo walivyojisajili ikiwa ni 813. Vituo vya mtihani, vituo vya kufanyia mtihani sio vinginevyo. Kabisa. Na sambamba na hilo pia kuna upande ambao ulikuwa sasa waliofaulu,
Kwa mujibu wa NECTA kabisa waliofaulu 255,404 sawa na 46.1%. Na hii ni kwa daraja la kwanza, la pili na la tatu. Ambao sasa mara nyingi wanaweza wakaenda kidato cha 5 na cha 6 wakaendelea hapa, wengine wakachagua kwenda kwenye vyuo mbalimbali. Sasa kwa asilimia hizo pia ilikuwa ni 47 kati ya hawa sasa waliofaulu. Asilimia 47 ni wasichana na asilimia 53 ni wavulana. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa hapo takwimu haziko mbali sana, ama utofauti sio mkubwa sana kati ya wavulana na wasichana. Na sambamba na hilo pia ni kwa mwaka 2023 ufaulu unaelezwa, hii ilikuwa sasa ni ufaulu wa jumla kwa daraja la kwanza mpaka la 4. 2023 tunaangalia trends, yani jinsi ambavyo imekuwa kwa miaka mitatu iliyopita, sio asilimia 89.36. Na hapo tunapozungumzia ufaulu tunazungumzia waliopata daraja la kwanza mpaka la 4. Mwaka 2023 ilikuwa asilimia 89.3. Mwaka 2024 ikaongezeka kutoka asilimia 89.3 mpaka asilimia 92.37. Na mwaka jana, manake waliofanya mitihani mwaka jana ambao matokeo ndio yametangazwa, ni asilimia 94.9. Yes. Sawia. Kwa hivyo ongezeko, manake hapo ukifanya makadirio Hilda, hii ni asilimia 95. Na kama asilimia 2 hivi zimeongezeka la kama asilimia 2. Sasa nafikiri kwa hapa mambo yako namna hii, lakini pia cha kuongezea Hilda ni kwamba sasa ukirudi kwa kawaida mwanafunzi huwa anajitazama amefaulu akiwa amepata daraja la kwanza mpaka la 3. Kwa sababu sisi wote tumekuwa wanafunzi, tunafahamu. Ukipata daraja la kwanza mpaka la 3 ndio unajiona umefaulu. Ukipata division 4 licha ya kwamba huku anahesabu kama ni watu waliofaulu, lakini ukipata division 4 mwanafunzi unajihisi kwamba hujafaulu. Sasa ukiangalia hizi takwimu ama haya matokeo ambayo yametangazwa, zaidi ya nusu ya wanafunzi wamepata daraja la 4 kwa maana ya division 4 na division 0. Yaani kati hao wanafunzi ambao wamefanya mtihani asilimia karibu 53, zaidi ya nusu wameangukia kwenye division 4 na division 0. Asilimia 46 mpaka 47 ndio wanafunzi ambao wamepata daraja la kwanza mpaka daraja la 3. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwamba bado kuna kiwango kikubwa sana cha wanafunzi ambao lazima tujadili mustakabali wao. Hawa wanafunzi zaidi ya 200,000 sawa na asilimia zaidi ya 50 ambao wamepata division 4 na division 0, lazima tujue mustakabali wao ni upi. Kwa sababu ukijaribu kuangalia, lazima kwa namna moja ama nyingine wata struggle kuweza kwenda mbele ama kujua wataangukia kidato cha 5 au cha 6 ama kwenye vyuo. Kwa hiyo nafikiri mjadala mkubwa pia utakuwa hapo. Na kwanza pengine pia tusikie kutoka kwako Dr. Meena kwa tathmini hii ya jumla ya awali. Karibu sana. Asante sana. Kama ulivyokwisha sema, good luck. Ukiangalia tathmini ya jumla na huo mpangilio ambao tunauona kwa miaka mitatu mfululizo, tumeona kabisa kwamba ufaulu wa jumla umekuwa ukiongezeka. Na mwaka huu umeongezeka kwa asilimia 2. Ndio. Lakini ukiangalia kwa nchi ilivyo na jinsi ambavyo wanafunzi wamekuwa wakiangalia, wanafunzi wanaopata daraja la kwanza mpaka daraja la 3 asilimia yao haijawahi kuzidi asilimia 50 kwa karibu miaka mitatu mfululizo. Kwa maana yake ni kwamba kuna wanafunzi wengi sana ambao hawafanyi vizuri katika mitihani yetu. Na ukiangalia hili na sijajua kwa nini, labda kama taifa kuna haja ya kuliangalia upya tena. Ukiangalia jinsi ambavyo mpangilio wa matokeo yetu, wanafunzi wanaopata daraja la kwanza ni wanapata kuanzia alama au pointi 7 mpaka 17. Tofauti ni karibu ya 11. Alafu wanaopata daraja la pili na la 3 ni kutoka 18 mpaka 22. Ufaulu wa pili mpaka 3. Mpaka 22. Kuanzia 18 mpaka 22. Hiyo division 2. Hiyo division 2. Alafu ukienda division 3 unakuta ni 23, 24 na 25. Alafu division 4 inakwenda 26 mpaka 34. Kwa ukiangalia huu ugawaji wa matokeo umeweka kipaumbele kwa daraja la kwanza mpaka daraja la kwanza ambao ni 7 mpaka 17,
lakini pia umeweka kipaumbele kwa daraja la mwisho ambao ni 26 mpaka 34. La mwisho ni 0 lakini. Kwa maana division 4 mpaka na division 4 daraja la mwisho la ufaulu. Daraja la mwisho la ufaulu ambao ni 30. Ukipata 4 ya 31 na yenyewe umefaulu. Mpaka 34. Ukienda 35 unakwenda kwenye 0. Kwenye 0. Kwa ukiangalia kwa jinsi hizi alama zinavyopangwa ni wazi kwamba tungetegemea wanafunzi wengi zaidi wapate division 1 mpaka division 3. Tusingetegemea kuwa na asilimia kubwa kiasi hicho ambao wangepata division daraja la 4. Kwa mimi cha kwanza ambacho ningesema kama taifa kuna haja ya kuangalia pia jinsi ambavyo tunatoa hizi alama, jinsi ambavyo tuna grade wanafunzi wetu. Ninahisi kwamba matokeo yetu hayaelezi uwezo halisi wa kila mwanafunzi. Kwa sababu mwanafunzi anayepata alama 7 ni division 1, anayepata 10 ni division 1 na anayepata 17 ni division 1. Kwa hiyo ule mgawanyo, ule mtawanyo ninahisi kwamba una changamoto. Kwa hiyo ningetamani kuona kwamba tunaangalia upya jinsi ambavyo tunaweka haya madaraja yetu. Lakini sasa hatuwezi kujisifia sana kwa matokeo haya kwa sababu bado tuna wanafunzi wengi sana ambao wanapata daraja la 4 mpaka kwenda kwenye daraja hilo ambalo ni 0. Na wakati mwingine tumekuwa tukihoji pia kwamba tunapokuwa na mitaala ambayo inalenga kukuza umahiri, kweli mtu anaweza akakaa shuleni kwa miaka 4 alafu ukambatiza 0. Yaani kwa sababu amekaa kwa miaka 4. Na mwanafunzi anatakiwa aangaliwe katika maeneo mengi tu, lakini pia huwa anafanya mitihani ile ya kila siku shuleni, lakini mwisho wote pia anapata daraja 0. Kwa haya ni mambo ya kuangalia pia jinsi ambavyo pamoja na kufurahia matokeo na kuyaona yalivyo na baraza kusema kwamba kuna maendeleo, lakini kuna haja ya kuangalia pia jinsi ambavyo tunatoa alama kwa wanafunzi wetu. Na hapo pia Dr. Mena kwenye 0 hapo, unadhani ni kitu gani ambacho ingekuwa mbadala? Mfano mwanafunzi yeye amepata labda miswaki yote, amepata F, ameburuza F zote, huyo tunatakiwa tumuiteje? Swali ambalo mimi nauliza tu kwenye mifumo yetu pia. Hawa wanafunzi wote ambao wanafanya mtihani wa kidato cha 4 wote watakuwa walifaulu form 2. Ina maana kwamba matokeo ya kidato cha 4 yanafuta kabisa yale matokeo ya kidato cha pili. Wakati haya ni matokeo ya miaka yote. Unaelewa hoja yangu? Maana yake ni kwamba kidato cha pili, kwa maana yake unataka kuwe na ile records za continuous assessment. Lazima ziwepo kwa sababu kama alifaulu kidato cha pili. Lakini pia dokta, labda naomba nikukumbushe tu, sijui, lakini nafikiri ni hoja ambayo pia wote tunaweza tukachangia. Kwenye swala la mchujo wa kidato cha pili imekuwa ni uncertain, ni jambo ambalo ni uncertain. Kwa mfano, hivi karibuni tulisikia baraza likitangaza kwamba hawa wanafunzi waliofeli kidato cha pili hawatarudia. Badala yake kutakuwa na utaratibu wa kuwasaidia remedial classes na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hoja hiyo kwamba wanafunzi wote ambao wamefanya mtihani wa kidato cha 4 inawezekana pia hapa katikati walipitishwa tu wakapita wakaenda mbele. Hapana. Hiyo ni hoja imetokea mwaka huu na hiyo hoja imesema kwa hawa wote ambao wamekaa hao walifaulu. Hiyo hoja ni ya mwaka huu kwa sababu kuna aina mbili ya mitaala inatumika shuleni sasa hivi. Kuna huu mtaala ambao umeanza kutumika mwaka jana. Kwa hao ukiwaambia warudi hawatakuta ule mtaala wao wa nyuma ukitekelezwa. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto. Na ndio maana nafikiri pametolewa hii nafasi sasa kwamba kuwe na remedio na kuwe na utaratibu mwingine. Ni kwa jinsi ambavyo mfumo wetu sasa hivi ulivyo. Lakini hao wote walifaulu kidato cha pili. Moses, katika hilo kwenye mgawanyo wa kwamba wengi wapo kuanzia daraja la 4 mpaka hili la 0, unadhani bado nini hasa shida ni nini? Shida ziko nyingi. Kwanza tufahamu kuna maendeleo kweli yamenani. Ukiangalia mwaka jana kutoka 43% tukizungumzia 1 mpaka 3, 1 mpaka division 3 na kwenda mpaka 46.1, ina maana kuna maendeleo. Ukiangalia kwa asilimia unaona kama ni gap dogo, lakini ukiangalia kwa idadi kuna kitu kikubwa sana kimefanyika. Idadi ya watahiniwa wa mwaka jana, mwaka 2024 ilikuwa ndogo kidogo kulinganisha na walikuwa 400,000 na kitu, lakini hao walikuwa, maana mzigo ulikuwa mkubwa kwa walimu, na kama kuna ongezeko la ufaulu maana kuna jitihada kubwa zaidi imefanyika. Lakini lazima turudi pale kwamba uwekezaji ambao serikali imefanya
kwenye miundombinu kwa maana ya maabara. Ukiangalia chemistry imefanya vizuri sana, maana yake matokeo yameanza kuonekana. Bado uwekezaji huo haujawa mkubwa kiasi cha kutosha kwenye mafunzo ya walimu na kwenye idadi ya walimu. Kwa hiyo kama ya walimu, kuna shule ambazo hazina kabisa baadhi ya walimu wa masomo fulani. Kwa hiyo kufikia hatua kuona matokeo ya kupata 0, ukianza kufanya utafiti, daktari atanisaidia, unaweza kubaini kwamba walikuwa na haki ya kufanya hivyo kwa sababu wanafunzi hawana msaada kwenye maeneo fulani. Anakuja kukutana na maswali ya mtihani, lakini kiukweli shule ilikuwa ina struggle kwa maana kwamba hakukuwa na walimu wa masomo hayo. Na hizo shule ni nyingi ukiacha hizi za mjini, na walimu wanaopangwa kwenye maeneo ambazo shule ziko vijijini, na siku hizi kila kata ina shule ya sekondari, hawapendi kwenda kwenye maeneo hayo kwa sababu ya mazingira magumu. Lakini kadiri ambavyo serikali inaendelea kupambana ili waende kwenye maeneo hayo, miaka ndo inapita na wanafunzi ndo wanaathirika, baadaye wanakuja kuingia kwenye vyumba vya mtihani na inabidi wafanye mtihani. NECTA wako Dar es Salaam wanakuja kutoa matokeo, lakini huko chini ipo shughuli kubwa serikali inatakiwa kufanya. Sasa maana nafikiri tunavozidi kuendelea na mjadala tutaanza sasa ku point out changamoto pia nyingine ambazo tunaziona licha ya kwamba Kyando amebainisha baadhi yake. Lakini tunaye mwanafunzi hapa Mohamed. Sasa umehitimu wa kidato cha 4. Hongera sana. Asante sana. Ile ni division 1 ya ngapi ile? Karibu sana. Tuambie matokeo yako yalikuwaje kwanza kwa ujumla? Matokeo yangu mimi sio mabaya. Ndio na hata matokeo ya shule nayo sio mabaya. Ila ukifuatilia kwa taifa matokeo yalivyo, uwezo ukasema ni mazuri sana kwa sababu division nyingi ni 4 na 0. Japo kweli ukihesabia 1 hadi 4 ufaulu ni mkubwa, ila ukitoa 1 na 3 mpaka 3 pale ukizigawanya, unakuja kukuta kwamba 4 na 0 ni nyingi sana hapa nchini. Mtihani lakini uliuonaje? Mtihani ulikuwa wa kawaida. Kwa kawaida? Au kawaida unamaanisha nini sasa Mohamed? Haukuwa mgumu yani. Haukuwa mgumu. Sawa sawa. Na sasa sijajua kama angependa kushare pia matokeo yake. Matokeo kwako yalikuwaje, kama ungependa pia kutushirikisha? Na division 2. Hongera sana. Hongera sana. Na uko unasoma shule ya umma ama shule ya binafsi? Shule ya serikali. Unajua unafanya vizuri sana. Kwa shule ya umma ni kazi kubwa. Kazi kubwa sana. Kijana amepambana. Kabisa. Hongera sana. Na matokeo kwa ujumla kwenye shule yenu yalikuwaje? Kwenye shule yetu matokeo kwa ujumla, walimu wamejitahidi. Na wapongeza sana walimu wetu, wamejitahidi. Sisi hapa shuleni kwetu pia tumetoa divisions full, kwanza ziko 8. Division 1 ziko 30 na kitu. Wow. Okay. Division 2 nazo ziko kwenye 40 na kitu. Japo division 4 ziko 201. Na division 3 na zenyewe? Ili zipo chache sana, karibia 10 na. Okay. Kwa ujumla hapo kwa waliopata division 1 mpaka 3 unaweza count wanafunzi hapo zaidi ya 50 hapo. Wanazidi. Hongereni sana. Asante. Sasa ukiangalia matokeo tena utaona ile hoja ambayo nimeisema. Division 1 utaona wako wengi na division 4 wako wengi. Ni kwa jinsi ambavyo tunawapanga wanafunzi wetu na ile grading system ambayo tunaitumia. Kwa sababu kutoka division 2 mpaka division 3 ni point chache ambazo zinapishana. Lakini kwa ushauri wako Dokta, unadhani kwa haraka tu, unadhani kama ungepata nafasi ya kushiriki kwenye grading ungeshauri? Ninafikiri kuna haja ya kuzitanua zaidi, kutoa nafasi sawa kati ya daraja moja na jingine. Kama kuna ule mpishano wa point 10 ziwepo kwenye kila. Na hii hoja kwa nini zipishane? Yani ni msingi upi ambao wametumia? Huko nyuma serikali ilishawahi kufanya marekebisho, tukaja na mfumo fulani wa GPA. Kwa bahati mbaya ulikataliwa, na ule mfumo wa GPA uliondoa 0. Ukasema kwamba mtu hawezi, kwa sababu tunaenda kwenye mpango wa mtaala wa umahiri. Kwa hiyo uliondoa 0. Baadaye watu wakasema tunatanua goli, tunafanya nini? Na kwa bahati mbaya ile jambo halikuzungumzwa sana. Nakumbuka at one point of time wakati fulani ilikuwa mtu amepata point 26 bado akawa yuko kwenye division 3. Nakumbuka wakati fulani
walikuwa kwenye GPA, mfumo wa GPA. Sure. Mfumo wa GPA huwezi kumfikisha mtu akapata division, akapata daraja sifuri kabisa, kwa sababu utakuwa umetambua utendaji wake kwa miaka yote minne. Kabisa. Sawa sawa, tutarejea hapa. Awali tulikutambulisha Ferdinand Ilungu, mdau wa elimu, mwalimu mkuu pia. Bila shaka upo nasi na umesikia baadhi ya michango ambayo imekuwa ikitolewa hapa Ferdinand, na kwa mtazamo wako pia na pia hili hapa pia unajua kuna tofauti kati ya mwalimu mkuu na mkuu wa shule. Kwa hiyo sasa Ferdinand ni mwalimu mkuu au ni mkuu wa shule? Okay, kuna tofauti kati ya the head teacher na headmaster. Si ndio mwalimu? Uko sahihi kabisa. Head of school na head teacher ni watu wawili tofauti. Kama ni primary, nasema ni head teacher ni primary, head of school ni secondary. Au headmaster. Ferdinand, pengine utuambie sasa. Karibu sana. Asante, nimeweza kufuatilia mjadala mzuri hapo. Kwanza labda binafsi mkuu wa shule ama mwalimu mkuu? Hayo sasa Kiando atatueleza vizuri, lakini mwalimu mkuu na mkuu wa shule nakuta yanatumika interchangeably. Na sisi tumezoea kwamba mkuu wa shule anakuwa sekondari, mwalimu mkuu anakuwa shule za msingi, kwamba sasa upande wa sekondari anaongoza masters. Tumeshajua wewe ni nani. Alafu huko anaongoza walimu. Tuendelee. Karibu. Asante sana. Sasa kwa upande wa matokeo, wapunga wote ambao wamefanya vizuri, akiwemo kijana wetu hapo studio, lakini pia kuwapongeza walimu kwa kazi kubwa sana ambayo wanaifanya. Lakini hatuwezi kusahau serikali ambayo imefanya uwekezaji mkubwa. Tunavyoona mtiririko 2023-25 ni wazi kwamba kuna kazi kubwa ambayo inafanyika. Lakini pia hata kushuka kwa sifuri zero tunaona pia zimepungua, ni kitu ambacho lazima tukipongeze. Eneo lingine ambalo serikali imelifanya kwa ukubwa ni kuongeza idadi ya watahiniwa ama kuweza kupunguza ile dropouts. Tumeona idadi imeongezeka, maana ya kwamba kuna mfumo mzuri sana wa kuwaretain hao watoto wetu wanapokuwa tayari wameingia kwenye mfumo rasmi. Hii inatoa nini? Inatoa dira kwamba kwa sera ambavyo inahitaji kwamba lazima wanafunzi ahitimu, ni dalili tosha kwamba tumeanza kutekeleza eneo hilo. Sasa unapokuja kwenye ufaulu, maana yake imekuwa ikipambana na access pamoja na quality. Sasa access tunaona wanafunzi ni wengi, lakini pia quality tunaona pia kuna dalili njema, kwa maana kupunguza zile sifuri ni moja ya kiashiria kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika vizuri. Lakini pale mwanzoni mlizungumza vizuri kwamba asilimia kubwa, karibia asilimia 53 wanafunzi wa 4 pamoja na sifuri. Hii tafsiri yake ni kwamba elimu ya kidato cha 4 ni safari ambayo naweza kusema ni mnyororo wa kuonesha tamati ya elimu msingi, kwa maana kuanzia ngazi ya nursery mpaka form 4. Sasa unapokuja kuta kwamba grupu kubwa wana ufaulu ambao sio mzuri sana, ujue tayari kuna mchakato mzima ambao uzungumzia kwamba kuna learning poverty, kuna umaskini wa ufunzaji. Na umaskini wa ujifunzaji unajikita kwenye maeneo takriban kama matatu ambayo tayari serikali pia imeainisha, kwa maana katika kusoma, kuhesabu na kuandika. Maana yake au wanaweza kuweza kujifunza vizuri, wamekuwa wakiattend shule kama tunavyoona mpaka wameweza kufanya mtihani, lakini hawakupata fursa nzuri sana ya kujifunza, maana kuna umahiri ambao walikuwa wanashindwa kumaster kutokana na kukosa hizo KKK. Kwa hiyo hapo naona kwamba mchakato mzima umeanzia hapo. Lakini pia eneo lingine kwa najaribu kuliangalia, matokeo haya ni kama yamegawanyika kikanda. Unaweza kukuta kwamba shule ambazo ama mikoa ambayo imechangamka na matokeo yake pia yamechangamka, lakini mikoa ambayo bado inapambana ni mikoa ya kimkakati, kutoa mfano labda Kigoma na mikoa mingine, unakuta matokeo yake ukilinganisha na mikoa mingine kama Arusha, Mbeya pamoja na Dar es Salaam, unaona kwamba kuna tofauti mkubwa. Kwa upande wa Dar es Salaam
utakuta division 1 mpaka 3 wako juu sana, alafu division 4 mpaka 0 wako chini sana, tofauti na mikoa mingine. Hata kwenye 4-0 ni wengi sana, mpaka chini sana. Kwa hiyo hapo tunapaswa kujitathmini kama taifa, kuangalia ile mikoa kimkakati, kwa sababu wanafunzi wale ama Watanzania wale ni sawa tu na wanapaswa kuwa Dar es Salaam, hata haki yao inayostahili. Sasa unakuta kule mazingira pia yanawapa changamoto ya kupata matokeo ambayo ni mazuri. Sawa kabisa. Na hapo ameibua Ilungu ameibua hoja ambayo kimsingi tunapaswa kuweka kwenye mjadala ya tofauti ambazo zinaonekana kati ya hawa wanafunzi, tofauti za kimazingira kama alivyosema, baadhi ya mikoa inaonekana kufanya vizuri kuliko mikoa mingine Hilda, lakini pia ukijaribu kutazama kwa makini utaona bado wanafunzi wa shule binafsi bado wanaonekana kufanya vizuri kuliko wanafunzi wa shule za umma. Wanafunzi wa shule ambazo ziko pembezoni, vijijini, pia wanaonekana wako nyuma ukilinganisha na wanafunzi ambao wako katika shule za mijini kama vile Dar es Salaam kama alivyogusia hapo. Kiando, hizi tofauti ambazo zipo, unadhani kitu gani ambacho kinaweza kikafanya kuziondoa na kufanya wanafunzi wakawa na mazingira ambayo yanawapa usawa wa kujifunza na wote wanakuwa na nafasi ya kupata matokeo mazuri? Hii ni kama wake up call kama ambavyo Ferdinand ametaja. Sasa tuko katika miaka ambayo of course nilikuwa najaribu pia kufanya utafiti wakati nakuja, idadi ya watoto walioingia mwaka 2022 versus waliomaliza, alafu unapiga picha mwaka 2028 tutakapokuwa na madarasa mawili yote naenda kidato cha kwanza, ambapo wale wa darasa la 6 hawatachujwa, wote wataenda kidato cha kwanza, na bado tuna hiyo changamoto nani. Kwa changamoto ambayo tunaiona ambayo ipo ni ya kimazingira, kwamba kuna mazingira ya shule zisizo za serikali na versus shule za serikali. Unaona shule kwa mfano ambayo nasoma Mohamed, unataja idadi ya wanafunzi zaidi ya 200 waliopata division 4 na 0, lakini sasa jumlisha wote inawezekana darasa lake mlikuwa na karibia watu 300, sio 350, sawa. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba katika mazingira hayo vaa viatu vya walimu versus wale ambao wana watoto 20 darasani. Mudi angekuwa shule nisingitaja majina, lakini angekuwa na division 1 pengine ya 0.7, sure, kwa sababu kama angekuwa mazingira mazuri. Kwa kuna hiyo changamoto ambayo serikali lazima iangalie, pamoja na uwekezaji mkubwa unaofanyika, lakini kwa mikakati ambayo tumeichukua ya kuelekea kwenye umahiri na kuboresha mifumo ya elimu ambayo sasa tutakuwa tunaishia darasa la 6. Hii ni wake up call kwamba kuna changamoto kubwa zaidi ya kuboresha zaidi mazingira yetu, lakini uwekezaji kwa walimu, idadi ya walimu kama ya walimu, je, inatosha kukabiliana na hili? Kwa hilo likifanyika, ambayo wewe unaona uwezekano. Naam, hiyo kama wewe mwenyewe unaonaje? Kwa sababu inatosha hapa bado kama inajulikana. Sisi ambao tunatembea, mimi nafanya training, juzi nilikuwa Makete, kwa ukiangalia idadi ya walimu walioko shule fulani ukilinganisha na idadi ya wanafunzi, unakuta shule na watoto zaidi ya 200 au 400, lakini kuna walimu 4. Kwa hata kama mwalimu ana juhudi kiasi gani, kuna mahali nafika kibinadamu yanakuwa hawezi. Kwa matokeo yanakuwa predicted kwamba hawatafaulu. Na hapo akielimu umekuwa mkifanya tafiti pia, hasa hizi za masuala ya miundombinu, lakini kuna ile ratio hiyo ikama ya walimu na wanafunzi katika tafiti ambazo ni wazi kwamba kwa nchi yetu kuna upungufu mkubwa wa walimu. Kwa kweli kuna upungufu mkubwa wa walimu, hilo tumelisema mara nyingi sana. Na unajua tukinapoangalia pia mtihani, wanafunzi wanaofanya mtihani wa kidato cha 4 analazimika kufanya tu kwa sababu yuko shuleni, analazimika kujisajili. Lakini hivi unajisajili kwenye somo ambalo unafikiri kwamba unaweza ukafanya mtihani wake? Je, unajisajili kwenye somo ambalo umejifunza, umefundishwa na mwalimu? Sasa wako wanafunzi wengi wanajisajili katika kufanya mitihani ambayo hata hawakufundishwa wala hawakuwa na mwalimu. Kwa hiyo maana yake mitihani inakuwa haina uhalali kwa hao wanafunzi, kwa sababu hicho kitu hawakujifunza.
kutokana na kukosekana walimu, kukosekana na vifaa na vitu vingine. Kwa hiyo wako wanafunzi wengi sana hawatendewi haki na mitihani. Sawa kabisa. Na ukitaka kuona pia kuna utofauti, mimi nimefurahi sana Mohamed kwa ufaulu mzuri ambao umeupata, kwa sababu najua ugumu ambao upo kwa mwanafunzi anayesoma shule aina ya shule ambayo umesoma, ana secure, anapata division 1 au division 2 au division 3, kwa sababu nimewahi kusoma shule kama hizo. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho wewe unadhani kilikusaidia kupata ufaulu huu mzuri ambao umefanya? Ratiba yako ilikuwaje? Ulikuwa unasomaje? Kwa sababu hapa tunazungumzia wenzako zaidi ya 200 ambao wamepata division 4, wewe una division 2. Kilichonisaidia kwanza ni juhudi binafsi. Kwa sababu ukiachana kujifunza vya darasani, unakuta kwa vitu mwalimu anakuja tu akisimama pale mbele bwana akiandika, akielekeza. Kwa kuwa tuko wengi, hata ukiwa hujaelewa atasema tu mfuate mwenzako anejua, akuelekeze. Unaweza kumfuata mtu akwambia bwana mimi sasa hivi nafanya kazi hii, unanipotezea muda wangu. Kwa ni juhudi binafsi ya nyumbani. Kwa hapo unafanyaje sasa akikwambia unampotezea muda? Unamfuata mwalimu mwenyewe? Niko mimi napenda kufuata walimu. Na nyumbani ratiba ilikuwaje? Nyumbani niko na muda wangu maalum wa kusoma. Saa ngapi? Niko usiku. Kwenye saa ngapi? Sitoki miguu, iko mida saa na mkaga mida saa 9 hivi ndio ninapoamka mimi nasoma. Ikifika mida saa 10 mpaka saa 11 ndio tunajiandaa naenda shule. Sawa. Safi kabisa. Na ratiba nyingine, unajua kwa mfano watoto ambao wako Dar es Salaam, michezo mingi, mambo pia yanakuwa mengi. Hilda, ulikuwa ucheze mpira, hauna mchezo mwingine? Michezo niko nashiriki kama kawaida. Na katika masomo gani sana ambayo unaona umefaulu zaidi ya masomo mengine? Geography, English, History na Kiswahili. Kwa hapo naona kuna HG, something ambayo inakwenda advance, au sio? Vipi masomo ya science? Mimi niko arts. Uliamua tu usishughulike na mambo mengi. Onekana tu yani mambo yasiyo mengi. Alafu umenyosha zako division 2 umetulia. Safi kabisa. Na unatarajia kwenda kusoma advance combination gani? HGL. Yes. Tutafahamu pia na ndoto zako hapo baadaye, unataka kama sio mwanasheria sijui. Tumuite pia Sezua Vincent Mhada, naye ni mwanafunzi mhitimu wa kidato cha 4, yuko kule Dodoma. Habari za hapo? Na karibu sana kwa mtandao bado. Anaingia kwenye mtandao kwa hiyo kikamilisha. Lakini wakati tunasubiri hivyo, tutakutambulisha pia mwingine ambaye tunaye hapa studio ambaye ataungana nasi muda mfupi ujao, lakini kwa sasa tujikumbushe sehemu ya kile ambacho alikisema katibu mtendaji wa NECTA. Mitihani imefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi 2 walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili I na J cha sheria Baraza la Mitihani sura 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Naam, ni katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamed, na sehemu ya kile ambacho ameeleza pia ni pamoja na matokeo ya wahitimu 77 kufutiwa, lakini bado kumekuwa na changamoto pia ya uandishi wa matusi. Kuna jamaa wawili wameandika matusi kwenye karatasi za kujibia mtihani na wenyewe wamefutiwa. Na kuna hao 77, kati yao 77 30 wanatoka kwenye hivi vituo kwenye hizi shule, alafu 47 nafikiri ni wale wa kujitegemea, watahiniwa binafsi. Hii ni changamoto ambayo inaonekana kila mwaka, yani kila mwaka matokeo yanapotangazwa haijawahi kusikika kwamba haipo. Yani lazima tu kutakuwa kuna watu tu wameamua kuharibu shughuli. Shughuli imeingia mchanga. Sasa sijui shida inakuwa nini, yani hasa hao wanaoandika matusi kwenye karatasi za mtihani.
Kiando, bila shaka wewe umekuwa mwalimu, unaelewa vizuri sana saikolojia za wanafunzi. Hivi ushawahi kufanya hata angalau utafiti ama ukajaribu kufuatilia ukajua shida ni nini hasa? Tafiti zimekwisha fanyika. Shida huwa ni eneo ambalo mwanafunzi huyu anajaribu kutoa hisia zake. Sasa hisia zinaweza kutolewa kwa namna tofauti kisaikolojia. Mwingine anajua sasa, hapa mimi namaliza kidato cha 4, hakuna mwalimu atakaye nichapa kiboko. Kwa hiyo mwalimu fulani alikuwa ananicharaza viboko, ngoja tu nitukane hapa. Anaona tu ni uwanja wake wa kutoa hasira zake kwa namna ambavyo hakutendewa vizuri kwenye mtihani na baraza. Kila mtu pale anaambulia matusi yake. Kwa hiyo ni hisia, na kuna swala la nidhamu. Kuna mambo mengi ambayo huyu mtoto kisaikolojia yamemwathiri kiasi kwamba anaona maswali ni magumu, hawezi kujibu, lakini pia hata akitukana hakuna litakalofanyika kwake. Basi anaamua kuandika matusi na baraza wanakuja kuyaona. Na ninafikiri mwaka huu pia kwa wale wa kidato cha 4 NECTA wamesema kidato cha 2 watawafuatilia. Pengine hiyo pia inaweza kuanza kutupatia majibu ya moja kwa moja ya nini kilisababisha waandike matusi, lakini pia kuendelea kupunguza. Japo naona wamepungua kwa idadi, wamekuwa wawili kulinganisha na wakati mwingine. Wako 77 sasa hivi. Na hawa wako wawili walioandika matusi wako wawili. Sasa hili changamoto, yani ninayemsikitikia ni yule aliyekutana nayo sasa akiwa anasahihisha. Anakuwa kama anamlenga yeye. Bwana, tumalizane na Mohamed kwa sababu unajua tuna wanafunzi kadhaa ambao tunataka tuzungumze nao Mohamed. Tusikie pia stori zao, jinsi walivyofanikisha, walivyofaulu, walivyokuwa nasoma. Sasa kabla hatuja kuaga Mohamed, tunatamani kujua kuhusu ndoto zako kwa sababu umetuambia kuhusu mpango wako kwenda kusoma HGL. Tuambie sasa ndoto yako hasa ni nini kubwa? Mimi ndoto yangu nataka nikasome sheria. Kwa nini? Hiyo muangalia tukajua. Kwa nini sheria? Mwanasheria huyu. Napenda kufuata haki. Unapenda haki? Ndio maana nataka nisome sheria ili niwe nasimamia haki za wanaodhulumiwa. Wow. Ni mwanasheria gani hapa Tanzania ambaye anakufutia? Au bado unatafuta? Bado. Au nataka utengeneze ya kwako mwenyewe sasa, legacy yako mwenyewe. Yani nataka nijisimamie mwenyewe. Safi kabisa. Naam. Bwana, tunakutakia kila laheri na Mwenyezi Mungu akusaidie uweze kutimiza ndoto zako. Asante, amina. Naam, shukrani sana. Haya, huyo ni Mohamed Ukoko ambaye ni mwanafunzi mhitimu wa kidato cha 4 ambaye amefanya vizuri sana kwenye. Lakini wakati huo pia tuangalie kwa upande wa kule Mtwara. Mwenzetu John Kasembe amezungumza na mwalimu mmoja kati ya shule katika mkoa huo pia kuangalia hasa ufaulu katika eneo hilo. Faulu waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255,404 sawa na 46.1%, ambapo division 1 ziko 56,410, division 2 84,996 na division 3 113,995. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23. Tuwe radhi kwa ajili ya hiyo, bado tulikusudia kukuonesha, lakini tuungane sasa na mwenzetu kutoka Mtwara John Kasembe. Asante sana studio. Leo hii nipo katika shule ya sekondari ya Shangani. Ni shule ya kata iliyopo katika manispaa ya Mtwara Mikindani. Kikubwa kilichonivutia hapa ni baada ya matokeo ya kidato cha 4 na kidato cha 2. Shule hii kwa matokeo haya imefuta kabisa 0 kwa wanafunzi wote waliofanya mitihani yao mwaka jana. Na leo hii nitazungumza na mkuu wa shule hii, atatueleza namna ambavyo matokeo yalivyo, lakini mengi zaidi pia atatugusia kwa namna gani wamekuwa na ufaulu huu wa kufuta 0 na hali ya performance kwa wanafunzi ikoje. Mimi naitwa Mwalimu Joseph Oswald Prenge, ni mkuu wa shule wa Shangani Sekondari. Ni kweli kama ulivyosema, tumefanikiwa kufuta 0 kwa kidato cha 2 na cha 4. Kwa mwaka wa masomo uliopita, kidato cha 2 tulikuwa na division 1 38,
division 2 48, 3 45 na division 4 33, kwa maana wanafunzi wote walifaulu, na tulikuwa na GPA 2.8 0.75, na kwa kidato cha 4 tulikuwa na division 1 23, division 2 38, division 3 36 na division 4 9, na wanafunzi wote walifaulu kwa GPA ya 2.7. Huu ni mwaka 2025. Mwaka wa masomo 2025. Sawa sawa. Na hii si mara ya kwanza kwa shule yetu kufanya hivyo. Huu ni mwaka wa 3 mfululizo. Tunafululiza kufuta zero. Na mwaka huu matokeo yapoje? Kwa mwaka huu of course matokeo yamepanda. Matokeo yote yanapanda kadri mwaka unavyozidi kwenda. Siri ya mafanikio ya ufaulu huu ukoje katika shule yako? Siri kubwa ya mafanikio ni ushirikiano. Tunashirikiana vizuri sana na wazazi, wanafunzi wenyewe, walimu na viongozi. Sasa ule ushirikiano unapelekea mambo ya msingi ambayo yanaleta ufaulu. Kwanza, sisi wanafunzi wetu wote wanakula shuleni. Wote wanakula shuleni. Kwa hiyo inawasaidia kutokuwa na njaa na kusoma kwa bidii na kuwapa afya na nguvu. Lakini pia tumefanikiwa kufuta utoro. Na hii utoro tumeshirikiana na ofisi ya kata kupitia ofisi ya mkurugenzi, kwa maana wanafunzi wote wanashiriki shuleni. Nadhani msingi mkubwa wa ushirikiano umesimamia katika eneo hili. Kuna mipango yoyote ambayo labda imekuwa ikisababisha ufaulu huu ambao mnafanya hapa shuleni? Ni kweli. Tukisema mipango, mbinu. Ni kweli, mbinu zipo, lakini mimi na wenzangu tulikubaliana lazima ifike wakati iwepo shule ya kata ya serikali inayoaminika. Kwa maana kuna utamaduni ambao wazazi walio wengi na jamii ya Tanzania kutoziamini shule za serikali ambazo ziko chini ya Mama Samia. Kwa sisi na wenzangu tumekubaliana kwa pamoja kuhakikisha lazima halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, hasa kwa mimi najizungumzia, shule yangu hiyo ya mfano. Tunamaliza mada kwa wakati, tunasimamia nidhamu na mambo kama nadhani yanatusaidia kupata matokeo. Baadhi ya shule pia kwa miaka hii, mwaka wa mtihani huwa wanakaa kambini. Moja ya mbinu ambazo wanazitumia. Je, na nyinyi mnatumia mbinu hizo ama? Ni sahihi kabisa. Sisi hapa tunakuwa tuna kambi ambayo mara nyingi tunaanza tarehe 30 mwezi wa 4. Wanafunzi wote wanakuwepo hapa na tunakuwa nao. Naam, kutoka Mtwara mwenzetu John Kasembe hapo akizungumza na kwa shule kuhusiana na matokeo ambayo wamepata kama shule. Tutarejea hapa, tunajadili kuhusiana na tathmini ya matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mara baada ya mapumziko mafupi. Endelee, bado tuko nawe, tunafanya tathmini hapa ya matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 iliyotangazwa Jumamosi tu hapo na katibu mtendaji wa NECTA, na tunajadili kwa kina kuhusiana na haya matokeo na kile ambacho kimefanyika, lakini yapi mapendekezo ya kuendelea kuboresha hasa elimu, lakini msingi pia wa haya yote. Tuelekee kule Tabora kusikia pia baadhi ya walimu kile ambacho wamezungumza kuhusiana na matokeo haya. Ujumla ni mazuri kwa sababu tukiangalia ufaulu umeongezeka karibia kwa 2 point something. Manake umepanda, lakini pia in general tukiangalia watoto wamefaulu karibia 95% plus. Manake matokeo sio mabaya, ni mazuri, na tunashukuru juhudi zote ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba ufaulu wa watoto unapanda. Hilo ni jambo muhimu sana, na kwa kuzingatia hilo tunaangalia pia kwamba matokeo yamepanda. Hizi ni juhudi za serikali kwa kuboresha miundombinu ya shule na juhudi zote zinazofanyika kuhamasisha walimu na kuwapa motisha ili waweze kufundisha. Hilo ni jambo la msingi, lakini pia tunashukuru kwamba tusiishie tu kwamba ufaulu umepanda, ila tuangalie pia kwamba hao watoto ambao wanafaulu wanakuja mtaani kufanya nini, kwa sababu elimu tunafundisha iendane na mazingira tulionayo sasa hivi. Mazingira yamebadilika, kwa hiyo huu mtaala uliopo wa kuanzia form 1 mpaka form 2 tunaomba utiliwe nguvu, kwa sababu ndo mtaala ambao angalau unakuja kuendana na mazingira yetu. Tusiwafundishe tu watoto kwamba wakalili 1 2 3 alafu zije kuwa irrelevant, yani kwamba ziendane na mazingira tulionayo. Mtaala ambao unakuja ambao utafundisha ufundi na vitu tofauti tofauti, ndo mtaala utiliwe nguvu ili kusudi
uweze watoto wakifaulu na wakatoka shuleni waweze kuendana na mazingira, sio wanafaulu afu wanakuja mazingira yana washinda. Kwa hiyo tunaiomba serikali itilie nguvu kwenye mtaala ambao mpya, waongeze vifaa, waongeze walimu wa ufundi na watengeneze mazingira mazuri, ili hiyo sera ambayo wameianzisha iweze kutekelezeka vizuri na iweze kutupa matokeo matokeo chanya, ili kusudi watoto waswitch kwenye mazingira wanapokuwa wamemaliza kidato cha 4. Sera na utekelezaji. Sera ni nzuri sana. Kama ile sera itatekelezwa kama ilivyoandaliwa, inaweza ikasolve hilo tatizo, kwa sababu tatizo letu kubwa ni kwamba mhitimu wa shule kwa elimu yetu ilivyokuwa, akisha kuhitimu alikuwa anashindwa kukopa na mazingira mtaani, kwa sababu anachofundishwa shuleni na kichoko mtaani ilikuwa ni vitu vile tofauti. Na kitu kingine pia tulikuwa tunawalazimisha watu kwenda sehemu moja, yani kwamba tunamlazimisha kumpima samaki kwa kupanda mtu wakati anatakiwa pimo akiwa majini. Kwa hiyo kama tunapoingia hapa, wanapotoka form 2 tukaangalia huyu anaweza ufundi aende kwenye ufundi, huyu anaweza si masomo ya sayansi aende kwenye masomo ya sayansi, kwa maana yake ile itasaidia hata yule ambaye alikuwa yuko vizuri upande mwingine, akitoka kula amejifunza ufundi, amejifunza vitu gani, ataweza kuja kuingia mtaani na akaweza kukopa na mazingira. Kwa hiyo kama itatekelezwa kama ilivyopangwa, unaweza kuwa ni 40 kwa 100%. Kwa sababu naangalia sio mabaya. Nikiangalia kama shule kama Tabora Boys wamefanya vizuri, hawana tu pale wanawani peke yake, Tabora Boys wanawani wana tu moja. Kwa hiyo kama haipo kwenye 10 bora ambavyo sijajua hiyo list umetoa kwa sababu alishakataza kuitoa, mimi siamini. Naam, ni sehemu ya maoni ya mwalimu huyo kutoka Tabora akizungumza kuhusiana na matokeo ya kidato cha 4 na good luck. Tumemwaga hapa muda mfupi uliopita Mohamed Ukoko, lakini tumkaribishe Ashur Yasir Hemed ambaye naye ni mhitimu wa kidato cha 4. Mhitimu mwingine. Karibu sana. Asante. Naona leo Hilda umeita wahitimu walionyoosha tu. Wale wenzangu na mimi umewaacha. Tumeita kutoka maeneo mbalimbali. Karibu sana kaka. Asante. Mambo yanakwendaje? Salama kabisa. Hongera sana. Asante. Na mtihani kwako uliuonaje? Mtihani yalikuwa masomo ambayo magumu na kuna mengine marahisi. Yapi yalikuwa magumu na marahisi kwako? Gumu sana lilonishinda sana ilikuwa biology na Kiswahili. Sauti kidogo. Na ambao ilikuwa rahisi? Marahisi ilikuwa math, English, physics, chemistry. Kweli. Na mbona unajua kwenye katibu mtendaji akasema somo mfano la hisabati bado ufaulu wake ulikuwa ni wa chini ule wa jumla. Hapo 26. Mdogo sana. Lakini sasa kwa wale wachache sasa ambao walikuwa wanaona ni rahisi, mmoja hapo huyo. Mbinu zilikuwa ni nini za kuona mtihani rahisi wa hisabati? Mwalimu na mwanafunzi pia kujitolea kusoma. Mwalimu wako master anaitwa nani kaka? Mr. Mahmud. Mahmud. Ndio ambao umekuja naye hapa? Hapana. Yeye ndio nipa motisha kusoma hesabu. Kila siku alikuwa analeta maswali na mitihani. Na unapata A ya mathematics. Lakini sio kwamba wengine hawajaribu, wanajaribu. Wanajaribu. Wewe ulikuwa unafanya nini tofauti? Sio wengine, sema mimi. Mimi ukitaka kuzungumzia matokeo yangu yalikuwa mazuri. Sasa mimi ya hesabu hayakuwa mazuri. Nazungumzia ule kwa matokeo haya na tafiti ambazo pia zimekuja nazo. Kwako kitu gani cha tofauti ulikuwa unafanya? Kitu cha tofauti? Sikuwa na kitu cha tofauti. Yaani kwamba Hilda anawashangaa nyie ambao mnashangaa kwamba hesabu ni ngumu. Ila wakati unamshangaa yeye anakushangaa. Moses, naomba unisaidie mwalimu Moses. Bahati mbaya ni kweli, yani hata hivi tunavyojadili walioko majumbani wanazidi kutengeneza, sababu ugumu wa somo kama hisabati unakuja kwenye swala la imani, kwa sababu watu wanasema nini kuhusu hilo somo. Kwa hata wanaotusikiliza saa hizi unapotoa comment hiyo wanaogopa, hesabu angalia hata studio wanaijadili. Hili somo linaonekana gumu. Kwa ukishatengeneza hiyo imani tayari linaanza kuwa gumu. Mwalimu wa Kiswahili akija, yani wewe unashindwa vishazi,
Je, hesabu mtoto anaona serikali nayo inakuja, watakaofanya vizuri kwenye hisabati watapata zawadi. Somo hata serikali inataka kuzoa zawadi, maana yake ni gumu. Kwa hiyo imani kwanza inajengwa, jamii inafanya nini kuelekea hilo. Kama kwa kweli hili ni somo pana, lakini tukirekebisha mambo kadha wa kadha, somo la hisabati ni miongoni mwa masomo rahisi kwa sababu lina kanuni zake tofauti na historia. Kama umemsahau Zwangendaba, hakuna formula nyingine ya kukumbuka isipokuwa kumkumbuka huyo. Lakini hisabati kuna kanuni, hata namba zikibadilika kanuni zipo, utafika kule kule. Si ndio bwana Ashuru? Naam. Na kuna wakati pia unaweza ukazawadia kutokana na kufuata tu kanuni. Unapata kidogo, si ndio kwenye hesabu. Sure. Kama jibu litatokea. Unaweza ukawa tu umepata labda 7 point something, mwingine akapata 6 point something, lakini njia ambazo umezifuata zote ziko sahihi. Nafikiri ndio formula hizo za hesabu. Ukifuata njia sahihi lazima upate jibu sahihi. Daktari, kwa nini bado kuna changamoto kwenye hili somo? Somo la hesabu limejadiliwa kwa muda mrefu. Na kama alivyosema Ashuru, ni kwamba ni kwenye swala la ufundishaji. Kwa sababu unajua hesabu ni madhanio. Ukizungumzia moja huioni, mbili huioni. Ni vitu ambavyo unavidhania. Na hili somo limefundishwa kwa ajili ya kujenga fikra zaidi, nidhamu ya ubongo. Na mwenzangu amenisaidia nidhamu ya ubongo, nidhamu ya kufikiri. Na hapa nafikiri ndio changamoto kubwa inapokwenda. Na muda mrefu tumekuwa tukijaribu kusisitiza kwamba ufundishaji wa hisabati ujaribu kuhusisha na maisha halisi ya kila siku. Ili kwa sababu tunafanya hesabu kila siku. Ni kweli. Nyumbani tunafanya hesabu, barabarani tunafanya hesabu, lakini hizi hesabu za shuleni kwa nini zinakuwa ngumu? Kwa hiyo kikubwa ni jinsi ambavyo somo hili linafundishwa. Tunahitaji tuwe na walimu wazuri, lakini tunahitaji pia wafundishe hesabu. Wakati fulani nilikuwa natoa mfano, atakumbuka mfano rahisi labda wa simultaneous. Sijajua kwa Kiswahili unafundisha nini. Lakini mwalimu anapofundisha hesabu wakati mwingine hata hatoi maelezo, hafafanui, hahusishi na maisha, anakwenda na namba tu. Kwa hiyo tunayo changamoto kubwa sana kwa upande wa jinsi somo lenyewe ambalo linafundishwa. Na wanafunzi wanaojua hesabu kama mwenzetu hapa, wao wanaona ni somo rahisi sana. Tena anakushangaa kwa nini wewe unapata shida kwenye hesabu. Na anakuambia kabisa, yani wanafanya vizuri hata wakati mwingine wewe kutoka kwenye masomo mengi. Kwa hiyo ni swala la ufundishaji. Huwa wanaliita mama mkwe wakati fulani hili somo, na tungetamani maneno yaishe siku moja, sijui yataisha wakati gani. Kwa sababu kwa miaka mingi sana katika nchi yetu bado hatujapata mafanikio katika eneo hili. Na unajua walimu kwenye kuhimiza wanasemaga ukifaulu hesabu unafaulu na masomo mengine. Tusikie kutoka kwa Mwalimu Ferdinand pia katika hilo, hasa pale ambapo pia wakati mwingine msingi wa masomo unakuwa sehemu muhimu pia hasa ya kuwasaidia wanafunzi kadri wanavyoendelea kuongeza daraja katika masomo. Unaona hasa katika hilo nini ambacho kinakuwa kinakosekana, Ferdinand? Sijakupata vizuri, samahani. Naam, nasema hasa katika kujenga msingi wa masomo haya ambayo tunayasoma, mfano hili la hisabati, ule msingi kwa wanafunzi unakuwa ni jambo muhimu. Nadhani nafasi yake ni kubwa kiasi gani ili kuwasaidia pia hata wanapoendelea kufikia katika ngazi nyingine za madarasa? Asante, nimekupata vizuri sana. Kwa mfano nitolee somo la hisabati. Somo la hisabati, mtu anapokuwa amezitambua namba vizuri, amekuwa na uwezo wa kuzitafsiri vizuri, akiwa bado na umri mdogo tuseme, ile inamjengea nidhamu nzuri sana, ambayo hiyo nidhamu hiyo inatumika hata katika maisha yake ya kila siku ya kawaida, ambao pia inakuja kuathiri katika athari chanya upokeaji mengine. Kwa mfano hapo wenzangu wamezungumzia kwamba somo la hisabati linategemea sana nidhamu ya ubongo, kama linatengeneza nidhamu pia, unaweza sema hivi. Ni somo ambalo linamhitaji mtu ajue anafanya nini, ajue mpangilio wa vitu, kwa sababu hisabati ni kuja na mpangilio, ajue kipaumbele, ajue kuanzia mwanzo mwisho, na hisabati mwisho kabla ya kuanza mwanzo. Kwa hiyo inatengeneza mwisho wa siku critical thinking. Tunazungumzia namfanya mtoto awe na nidhamu ya kufikiri kabla ya kufanya jambo,
alifikiri. Kwa hiyo hisabati inakuja kuwa msingi mzuri wa masomo mengine. Anafanya vizuri hesabu, hisabati huyo anaanza kuwa na nidhamu ya kurudia vitu, ya kujikumbusha, kuwa na self awareness, kitu ambacho kinakuwa kinatokea. Hili zaidi sana kwa mazingira ambayo yamekuwa katika mazingira yanayoishi, ni kwamba mtoto akifanya vizuri pia kwenye hesabu ana confidence wa kuona kwamba anaweza, kama ambavyo umeweka vizuri sana kwenye njia kufanya vitu unaweza kwa pia na hii na Mwalimu Ferdinand, naona hapo mwisho kidogo mtandao umeleta changamoto, lakini tutarejea pia kwako kwa muhtasari kupata mengi zaidi. Nafikiri hesabu haina shida. Ni swala tu la kujua kanuni zake na kutengeneza hiyo imani kama alivyosema Mwalimu Kiando, kwa sababu hesabu tunaifanya kila siku, au sio? Jambo na wasiwasi na wewe umesema mambo yako yalikuwa mazuri kwenye hesabu. Kwa nini unakuwa na wasiwasi? Ama unaona, lakini Mwalimu Moses eti dokta, kwa nini haamini? Kwa sababu yeye mwenyewe hajiamini. Kwa sababu yeye hajiamini. Mimi sinamfahamu vizuri. Unanifahamu kwa vipi? Kwenye mambo ya mahesabu. Unajua wakati mwingine kama tunavyosema, kuna watu wanafundisha hesabu kwa umeshawahi kwenda kukuta mtu ambaye anatoa kwa kujumlisha? Ndio kitu tuko nazungumzia. Kwa hiyo inategemea unamwasisi katika upande, unatathmini katika upande. Nakutania tu, sio na wasiwasi. Ulikuwa sio utani. Mimi mwenyewe nilifanya vizuri. Maana sasa nimebaki mwenyewe sasa. Maana unajua, nakumbuka kuna siku tulisema hapa kuna jambo lilikuwa hapa linahusisha mahesabu, tukasema wote hapo kwamba hatuko vizuri kwenye hesabu. Leo tena ndugu yangu kanigeuka. Tuendelee pale, tuendelee. Bwana, hongera sana. Division 1 ya 11 ni kitu kizuri, lakini pia tunafahamu huu ndio umri wa kujua, wa kuidentify kitu gani ambacho unakitaka hapo baadaye kwa maana ya ndoto zako. Labda pia utuambie kuhusu hilo. Karibu. Ndoto zangu nataka niwe engineer. Mhandisi. Mhandisi wa nini? Hapo sasa kuna construction, kuna kila aina ya uhandisi. Kuna wa baharini, wa nchi kavu na pia angani. Majengo angani. Sasa mimi sana nitabezi sana huku ardhini, sio huku kwingine, kwa sababu mimi sio mtu wa geography kabisa. Kwa maana zaidi kwenye construction ama civil engineer. Kuna civil, kuna petroleum engineering. Petroleum. Nafikiri pia ni eneo ambalo bado halijawa na wataalamu wengi sana. Ukizungumzia maeneo yote hayo ya uhandisi, na tumeona pia kumekuwa na program mbalimbali za kuwahimiza wanafunzi kuingia zaidi huko, kwa sababu bado kuna fursa ambazo ziko untapped, ambazo bado hazijachukuliwa kwa kiasi kikubwa kama ilivyo kwa upande mwingine. Lakini ndoto hizi zilianza lini? Ni baada ya kufaulu hasa kwenye masomo ya sayansi, ama ulikuwa nazo tangu wakati unasoma shule ya msingi na hata sekondari? Mimi tangia mtoto nahisi nilikuwa nataka kuwa engineer, mtengenezaji. Sababu mimi tangia mtoto nilikuwa naibu vitu tu, nafungua vitu alafu navirudisha kama vilivyokuwa. Sema nikawa napigwa, lakini hivyo hivyo tunaendelea. Lakini wakati unasoma kwenye shule yako, kuna kitu chochote ambacho kinafanyika kinakusaidia kufanya hivyo vitu, yani kwa namna moja ama nyingine, angalau kuviona au kufanya kwa vitendo? Vipo vingi tu. Cha kwanza ilikuwa wanaume tunashauriwa kukaa shule pale mpaka saa 4, wengine wanakaa pale mwaka mzima, yani kwa maana tunakaa hostel. Sasa mimi nilikuwa nimekaa hostel kuanzia form 2 mpaka form 4. Kwa hiyo ndio hivyo, watu wakawa tunasoma kwa pamoja usiku kuanzia saa 1 mpaka saa 4. Alafu watu waenda kupumzika. Na kuna vitu ambavyo unafanya sasa kwa vitendo, labda kisha na hiyo kusoma usiku na kusoma na wenzako, kwa maana ya kwamba labda walimu kuwachukua kuwapeleka sehemu ambazo mnaweza mkaviona hivyo vitu mnavyotamani kuvifanya baadaye, ama pale shuleni pia baadhi ya vitu ambavyo vinawafanya mwanze kuwa connected na hivyo vitu.
Tunachukuliwa kama mwaka jana, mwaka huu sijui mwaka jana, mwaka huu mwaka jana kwa sababu sijasoma muda mrefu, kwa hiyo bado vile vile na likizo. Mwaka jana tulichukuliwa, tulipelekwa airport kwenda kuona namna zinavyofanya kazi. Okay. Kwa hiyo naona pia inasaidia watu kupata motivation ya kufanya kitu. Okay. Sawa kabisa. Dr. Meena, nilikuwa najaribu kujua namna ambavyo wanafunzi wamekuwa wakisoma, lakini tumekuwa katika mazingira ambayo tumefanya maboresho, reforms kwenye mitaala. Kuna huu upande wa vitendo, lakini pia kuna mtaala wa jumla. Wakati huu ambao pia tumekuwa tukihimiza ama hoja zikitolewa kwamba wanafunzi wanaosoma angalau kuwe na asilimia fulani ambavyo wanaweza wakaona vitu wakafanya kwa vitendo ili kupata wanafunzi wenye ujuzi zaidi. Kwa uzoefu wako na kwa watafiti ambazo pia mnazifanya, unaliona hilo kwa kiasi gani katika shule zetu? Sasa labda hapa kama tukizungumzia, ningependa tukuzungumzia katika ufundishaji zaidi. Kwa sababu nafahamu kwamba kwa mtaala tulionao sasa hivi wa sekondari umetoka katika makundi mawili, masomo ya jumla na masomo ya amali, ambapo masomo ya amali kwa kiasi kikubwa yanaonekana yatakuwa ni masomo ambayo watu watakuwa wanafanya kwa vitendo, lakini pia watahitaji nadharia. Lakini kwa mazingira tulionayo kwa kweli na ufundishaji ambao unafanyika katika shule zetu, bado tuko kwa kiasi kikubwa sana tunafundisha kwa nadharia. Yaani hii kwa kweli ya kufundisha nadharia na baadaye kwenda kuijaribisha kabisa katika mazingira halisi, nafikiri bado ni changamoto kubwa sana. Ukizingatia idadi kubwa ya madarasa hasa kwenye shule za serikali, lakini pia ukiangalia ratiba zetu, pia ratiba zetu kwa kweli zimesheneza sana. Mwanafunzi akiingia saa 1 mpaka saa 8 unakuta ana muda mfupi sana wa kupumzika. Naweza kusema kwamba tuna masomo mengi sana, tuna vipindi vingi sana. Sisi tuliwahi kufanya jaribio moja na shule fulani kufundisha mambo ya demokrasia, ambapo tulitafuta pia hata nafasi wanafunzi watoke nje ya shule waende kwenye mikutano inayofanyika katika ngazi ya vijiji, inafanyika katika ngazi ya halmashauri, lakini pia ilikuwa ni ngumu sana wakati mwingine kwa sababu ya ratiba ya shule ilivyo. Haitoi hiyo nafasi sana. Kwa hiyo iko haja pia kuangalia, pamoja kwamba tumefanya kwenye maboresho ya mtaala, lakini iko haja kiasi kikubwa sana ya kuangalia pia nafasi ya wanafunzi kupata muda wa kufanya mambo yao wao wenyewe katika ratiba zetu. Okay. Naam. Wakati tunakamilisha, kwanza tusikie kwako Mwalimu Ferdinand, kwa kifupi, kutokana na tathmini, mapendekezo yako kwa kifupi ni yapi? Kwanza kabisa ni baada ya kupata tathmini ya taifa, ni vizuri kashuka ngazi za mkoa. Kama mkoa kaa chini ukajitahidi kuangalia shule hizo zimeonyesha kutofanya vizuri, ni pia kukutanisha na zile ambazo fanya vizuri ili waweze pia kujifunza wao, lakini pia kwa ngazi ya wilaya na kazi ya shule fanya vizuri kwenye fulani na somo lingine halijafanya vizuri, lakini pia kuweka kati endelevu wa kutambua watoto mapema, kwa sababu kuja kupata dalili zake zinaonekana mrefu anakuja kutafikiria kwa ameshaanza kuonekana. Kwa hiyo vile viashiria wawe na mpango ambao ni wa kumkomboa yule mtoto ambaye ametumika pale miaka 4. Ni ngumu sana mtoto kutumia miaka 4 alafu aje andikiwe pointi 0. Lakini pia niungane na Dr. Meena pale mwanzoni alizungumza habari ya tathmini yenyewe kwa ujumla kwamba inawezekana isiwe fair. Nami naungana naye na shughuli sasa kwa upande wa serikali kuliangalia tunapoenda kwenye kutekeleza mtaala mpya. Shindani tena usianze kukimbizana kwenye mtihani, pressure isiwe kwenye mtihani sana, tutapoteza lengo. Pressure iwe fundishaji na tuwe na kitu ambacho tunaweza tukakiita portfolio ambacho kinaweza ikacheck taarifa za mtoto kwamba ameingia leo ameweza kufanya nini ambacho hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye ameweza kukifanya, kiwe kwenye record. Sasa tunapokuja kumaliza kidato cha 4 tunakuwa na portfolio nzuri ya mtoto kwa maisha yake yote pale, kumbe anakuwa hajatoka bure na anaweza akaisaidia jamii zaidi ya kumsababisha kama amepata 0 kwa hiyo 0. Shukran sana Mwalimu Ferdinand Ilungu. Kwako Moses, kwa mapendekezo ambayo unatoa.
Kwanza ni shukuru ambacho serikali imefanya kwenye mtaala wa amali. Ni uamuzi umefanyika, ni mzuri, lakini kama daktari alivyosema bado utekelezaji wake ni changamoto. Kwa hiyo serikali imarishe kwenye maeneo ambayo ameweka amali kama ususi, mapishi, basi vile vifaa ambavyo vitawasaidia wanafunzi kuingia kwenye utendaji zaidi, kuliko tukawa na amali ambayo bado iko kule kule kwenye nadharia kama vile masomo ya jumla. Otherwise kama serikali wamechukua hatua nzuri, inahitaji kuweka uwekezaji mkubwa kwenye utekelezaji wa huu mtaala ambao tunauendea. Na tukiwa tunaelekea kukamilisha, kwa kifupi, unadhani kwako mambo gani yakiboreshwa yatasaidia wanafunzi? Walimu. Wakiboreshwa walimu pamoja na miundombinu ya shule. Kwa sababu mazingira ya shule ndio yanamjenga mwanafunzi. Pamoja na nyumbani, wazazi kuwapa watoto kwa sukuma wasome. Naona itaongeza wanafunzi kubadilika. Asante sana. Asante sana engineer mtarajiwa. Nakutakia kila la heri. Asante. Mimi nafikiri ya kwangu ni kwanza tuanze kuangalia upya tena huu mfumo wetu wa kutathmini wanafunzi, na ningetamani kuona pia baraza anakwenda mbali zaidi kwa jinsi wanavyotoa matokeo. Tunazungumzia mtaala wa umahiri, lakini hizi alama A, B zinazosema kwa kweli hazitupi taarifa za kutosha kuhusu utendaji wa wanafunzi wetu. Lakini pia kuna wanafunzi karibu 14,000 hawajafanya mitihani. Hii namba ni kubwa sana. Pamoja na kwamba inasemekana ni 2%, lakini 14,000 ni idadi kubwa ya wanafunzi ambao hawakufanya mitihani. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuangalia kwa nini hawajafanya mitihani na ni sababu zipi zinawafanya watu wasifanye mitihani. Walisajiliwa kweli? Na la mwisho ni hatupati nafasi sana ya kuitathmini mitihani yetu, lakini ukiangalia hili somo la biolojia limeonyesha kwamba imeshuka kwa kiasi kikubwa sana matokeo ya mwaka huu. Sasa huko kushuka kwa kiasi hicho kikubwa pia kunatupa maswali mengi kuhusu pia aina ya mtihani na aina ya maswali ambayo wanafunzi waliulizwa. Kwa hiyo haja pia ya kuangalia pia jinsi ambavyo tunaandaa mitihani yetu huko tunavyoendelea mbele. Asante sana Dr. Mena, tunakushukuru sana pia Moses Kiando, asante kwako Ashur. Awali tuliungana pia na Mohamed, na tunakushukuru pia Mwalimu Ferdinand Ilungo kwa kuungana nasi kwa njia ya mtandao. Asante sana. Na tulikosa tu kusikia kutoka kwa Sezua Vincent Mrada, alikuwa kule Dodoma, lakini kutokana na changamoto za kimtandao tunamtakia pia kila heri katika maandalizi yake, na tunakutakia kila heri kwako pia Ashur, na Mohamed tunamtakia kila heri pia katika mwendelezo wa mengi ambayo wanatarajia kuyapata. Na mimi nimeenjoy sana mjadala pia. Na asante kwako pia kwa kuungana nasi katika mjadala huu. Tunakamilisha hivyo.